Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Kiongozi mkuu wa Hizbullah Sheikh Naim Qasim amesema kuwa wapiganaji wa Kiislamu wa Lebanon wa Hizbullah watakabiliana na hujuma inayoendelea ya Israel na Marekani dhidi ya watu wa Lebanon na kutaka kutekelezwa mara moja makubaliano ya usitishaji wa vita ya Novemba mwaka 2024. Katika hotuba yenye nguvu ya siku ya jana ya Jumatatu, ameashiria kusimama imara kwa vuguvugu la upinzani dhidi ya uchokozi unaoendelea. Sheikh Naim Qasim alisema, hatutatulia wala kujisalimisha katika uwanja wa vita. Alizungumza. Alikataa mazungumzo ya kundi la Israel linaloiteka nyara kuwa ni ubatili na ya kufedhehesha, akiyataja kuwa ni mfululizo wa makubaliano ya bure ya mamlaka ambayo yameidhoofisha tu Lebanon. Sheikh Qasim alitoa wito wa kuwepo kwa msimamo wa kishujaa wa kitaifa wa kufuta mazungumzo hayo, akionya kwamba njia pekee ya uhuru ni utekelezaji kamili wa makubaliano ya Novemba mwaka 2024. Kukomesha kabisa uchokozi, kujiondoa mara moja kutoka kwa maeneo yote yanayokaliwa, kuachiliwa kwa wafungwa, kurudi salama kwa wakazi kwenye vijiji vyao na miji yao hadi nyumba ya mwisho kwenye mpaka, na ujenzi mpya kupitia uamuzi wa pamoja wa kimataifa. Sheikh Naim Qasim alisifu uthabiti wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya vita vya kichokozi vya Marekani na Israel. Alisema, walitaka kuinyang'anya Iran uwezo wake na kupora mali yake, lakini sifa ni za Mwenyezi Mungu. Iran iliwashangaza kwa uthabiti, kujitolea na uwezo wake, alisema Naim Qasim. Licha ya kuuawa kwa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei na makamanda kadhaa, Iran kwa umoja ilimteua kiongozi mwadham mpya na kurejesha muundo wake wa uongozi na kuwaweka watu katika uwanja huo. Mungu akipenda, Iran itashinda, alisema Naim Qasim, akishukuru Tehran kwa uungaji mkono wake juu ya shinikizo lake kwa Amerika na Israel kwa kujumuisha Lebanon katika usitishaji wa mapigano. Hata hivyo, kumekuwa na mazungumzo ambayo yalitajwa kufanyika siku ya leo Jumanne, lakini inatajwa kwamba mazungumzo haya ni mazungumzo yasiyokuwa na nguvu. Ni mazungumzo ambayo yamehusisha viongozi kutoka nchini Israel na wale kutoka Lebanon, lakini bila kulihusisha kundi la wapiganaji la Hizbullah ambalo ndilo linaloonekana ni kikwazo kwa Israel. Mazungumzo hayo yanafanyika nchini Marekani, lakini ni mazungumzo yaliyokosa nguvu kutokana na kutoshirikishwa kwa wapiganaji wa Hizbullah. Naim Qasim ametoa shukurani kwa Yemen, Iraq na nchi zote zinazosaidia wapiganaji, akitoa wito kwa taifa la Lebanon kusahihisha misimamo yake kuelekea Iran na kukaribisha kila taifa linalounga mkono. Sheikh Naim Qasim ametoa pongezi kwa Wakristo wa Lebanon. Mwanzoni mwa hotuba yake, Sheikh Qasim alitoa pongezi za dhati kwa Wakristo wa Lebanon kwa sikukuu njema ya Pasaka, huku akiomba Mwenyezi Mungu awajalie mafanikio yote katika kufuata njia ya dini yao na amani iwe kwao kwa njia ya upendo, huduma za kijamii na maadili mema yanayohudumia wananchi na binadamu. Alisema uchokozi wa kikatili wa Israel na Marekani hauheshimu kanuni za kibinadamu au maadili na ni uvamizi wa wazi. Chini ya masharti ya usitishaji wa vita ya Novemba 2024, mashambulizi ya kuvuka mpaka yalitakiwa kukoma na Israel ilitakiwa kuwaondoa wanajeshi waliokuwa wamevamia kusini mwa Lebanon mwezi Oktoba. Makubaliano hayo yalitaja kukomesha kabisa uchokozi, kuachiliwa kwa wafungwa na kuanza kwa ujenzi mpya. Hata hivyo, Israel haijatekeleza kifungu hata kimoja cha makubaliano, Sheikh Qasim alisema, akibainisha kuwa mamia ya mashahidi na waliojeruhiwa wameanguka wakati huo. Diplomasia ilishindwa kusonga mbele hata hatua moja, huku uchokozi wa Israel na Marekani ukiendelea bila kuzuiwa chini ya uungaji mkono kamili wa kimataifa. Adui anataka kuharibu nguvu ya Lebanon. Upinzani huo ulichagua wakati mwafaka wa kuchukua hatua na hivyo kuzuiwa uchokozi mkubwa uliopangwa na awali na Wazayuni wenye lengo la kuisababishia hasara kubwa Lebanon. Tulimnyima adui kipengele cha mshangao, Sheikh Qasim alisema. Malengo ya adui ni wazi kabisa, alielezea, ni kuharibu nguvu ya Lebanon kama utangulizi wa mradi wa jinai Israel kubwa, kwa maana wanataka kuiteka Lebanon. Hili halikubaliki, tutailinda Lebanon. Kwa kumbukumbu, Lebanon yote ililengwa, alisisitiza. Israel inapokalia kusini mwa Lebanon inamaanisha kuikalia Lebanon yote. Inapoeneza mauaji yake katika ardhi ya Lebanon inamaanisha kuwa Lebanon yote inalengwa. Marekani na Israel wanataka jeshi la Lebanon kupigana na watu wake, ndicho wanachotaka. Sheikh Qasim alikosoa vikali wale walio ndani ya nchi hiyo ambao wameshindwa kubeba jukumu la kukabiliana na uchokozi.
endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.